sura ya 6 na mstari wake wa kwanza. Inasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba tuseme nini? Basi tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama waganga wengine wa kienyeji wanatoa pepo kwa nguvu za shetani, lakini wako kanisani wanatulia na masuti na makola, wako kule mbele. Bwana turumie sana. Bwana turumie sana. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki sana. Bwana asifiwe sana. Basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Nitaenda taratibu kwa sababu ni masomo. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai badala ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Puko wa Kristo ambao bado wanachuchumilia kuyatenda ya dunia. Unakuta mtu anaokoka bado ananawiri, unachubua ngozi yako, unachubua ngozi yako kwa sababu ya uzuri, hususan wanawake. Unakuta mwanamke unaokoka, unaokoka bado unapenda vipodozi vya nini? Na unaokoka. Ulipokuwa kwenye dhambi bado hivyo vitu ulikuwa unavifanya. Ulifurahia sana tu. Ulifanya vitu vingi vya kuchukiza Mungu ulipokuwa kwenye dhambi. Lakini umeokoka sasa, viache. Kwa nini unashikamana navyo? Jiulize, ujiulize wewe mwenyewe. Ujiulize, ulipokuwa haujaokoka ni faida gani ulioipata ulipokuwa unafanya hivyo vitu? Hakuna faida ulioipata. Faida hakuna. Haukupata faida, bali ulikuwa unazidi kuangamiza roho yako tu. Na mwisho ungekufa, ungetupwa jehanamu. Bwana turumie sana. Kwa hiyo nataka nikufundishe ya kwamba ni kujitenga mbali na uovu. Jitenge mbali na vitu visivyopendeza. Matendo yako ndio itakayohesabika siku unakufa. Matendo yako ndio ambayo itakayokufuata siku unakufa. Matendo yako ndio ambayo itakayohesabika mbele za Mungu ya kwamba wewe ni mwana wake ama si wewe mwana wake. Bwana Yesu aturumie. Bwana turumie sana. Viungo vyenu msivitoe kwa dunia. Viungo vyenu vitoeni kwa Kristo. Kwa sababu unapotoa kiungo chako kwa dunia, ya kwamba umekabidhi shetani apate kukutumia. Umekuwa Mkristo. Ulipokuwa katika dhambi, ulitoa viungo vyako katika dunia, ukatumikia dunia, ukawa na bidii sana katika dunia. Mimi kipindi sijaokoka, nakumbuka siku moja nilikuwa sijaokoka katika usanii. Nataka niwe na mvuto, niwe na nyota. Alafu nikapewa ya kwamba toka asubuhi uende bombani ukateke maji, alafu uniletee. Nikaenda asubuhi sana kabisa, alfajiri sana, nikaenda kuteka maji, nikapeleka kwa mganga. Nilikuwa na bidii, sikulala. Nilikuwa na bidii. Nikaenda kuacha maji. Nikatekeleza vyote nilivyoambiwa. Nikawa nafuatisha vile vyote ambavyo nilivyoambiwa, nilikuwa natekeleza. Sasa vile vyote vitu nilivyokuwa natekeleza, nilikuwa na bidii katika dunia. Nafanya hivi, nilikuwa na bidii. Lakini sasa umeokoka wewe, hauna bidii. Unaambiwa tu kuamka tu, kuomba tu mchana tu, imekuwa ni shida kwako. Shida kwako. Soma tu Biblia tu ni shida. Ombea tu chakula tu, shida. Lakini uko na bidii katika vitu vya dunia, uko na bidii kununua mavazi,
uko na bidii kujipodoa, uko na bidii kuvaa, kuonekana unavaa sana. Ni kitu gani? Ni kitu gani? Kwa nini unatoa mwili wako kwa kutumikia dunia? Wana wa dunia wako na bidii sana katika vitu vyao vya dunia, lakini wana wa Mungu hawana bidii katika kazi ya Mungu. Hawana bidii. Hawana bidii sana. Hata kabisa. Kwanza wanadharau. Hawana watiifu, si wanyenyekevu mbele za Mungu. Wana sijui wana mabishano. Oh, wewe fanya bwana. Wewe fanya bwana. Wewe fanya bwana. Mimi sitafanya, sina muda bwana. Mungu hapangiwi. Mungu hapangiwi. Mungu hapangiwi. Si kama Waislamu wana siku ya kufunga kwao. Hapana. Siku zote kwa Mungu ni ibada. Mungu anafanyiwaga ibada kila siku. Lakini viungo vyenu mnavitoa kwa dunia ili muwe mali ya dunia, na nyinyi mliokolewa. Unawezaje kuanza kuvitoa viungo vyako kwa dunia na wewe uliokolewa? Lazima kutoa viungo vyako kwa Kristo, kwa sababu wewe umeifilia dhambi na uko hai mbele za Kristo. Kwa sababu siku ya kufufuka ile ambayo itakuwa siku ya hukumu, jina lako likihesabika kuwa wewe ulinifanyia kazi. Matendo yako ndiyo itakayofuatana na wewe ukifa. Na sio moyo wako ya kwamba niko na moyo mzuri, kama misemo ya watu wanavyosema ya kwamba Mungu anaangalia roho. Mungu anaangalia roho. Mungu anaangalia roho wapi? Mungu anaangalia roho na matendo yako. Mungu anaangalia roho na matendo yako. Kwa sababu Mungu anaangalia roho, kwa hiyo uwe unafanya vitu vibaya. Unaua watu, unaroga watu, unawasema watu, unasema vitu vibaya. Kwa hiyo katika hayo yote wewe ni mchawi ama wewe ni mzinzi, lakini unasaidia watu, unawapa watu chakula, unaonea watu huruma, lakini unaharibu ndoa za watu. Alafu siku unakufa Mungu atakuhesabu ya kwamba wewe ni mwenye haki. Uniambie wewe unayesema kwamba Mungu anaangalia roho tu. Uniambie kwanza. Wewe unayesema kwamba Mungu anaangalia roho tu, uniambie. Kuna mtu ambaye ni mzinzi, kuna mtu ambaye ni mwasharati, ana mke lakini anatoka nje ya ndoa. Anavunja ndoa yake huku, alafu anaenda kuvunja ndoa za watu wengine huku. Lakini mtu huyo anasaidia watu, anaonea watu huruma. Mtu huyo anavaa vizuri. Mtu huyo anaingia kanisani. Mtu huyo anatoa zaka. Mtu huyo anatoa sadaka. Mtu huyo anatoa chakula. Sasa uniambie, lakini katika hayo yote hayaachi kufanya yale ambayo anayafanya. Ni mzinzi. Yeye asione mwanamke anapita kwenye macho yake. Siku anakufa, je, katika matendo yake yale ambayo alikuwa anayafanya, kwamba anatolea maskini, anasaidia kanisa, anatoa zaka, anatoa mchango katika kanisa, lakini ni mzinzi, anakufa, je, Mungu atamhesabia haki? Uniambie, Mungu anaangalia roho, atamhesabia haki kwa hayo? Jibu ni hapana. Hatamhesabia haki. Atamhesabia kuwa mkosaji, kwa sababu alikuwa anatoa kweli. Mungu anasema sawa, ndio, lakini alikuwa akiharibu ndoa za watu. Huyu mtu hawezi kuingia mbinguni. Kama Mungu anaangalia roho, hawezi kaingia mbinguni. Bwana Yesu aturumie sana. Bwana aturumie sana. Bwana aturumie sana. Hiyo ndio maana nakwambia kwamba viungo vyetu tunavitoa kwa Kristo na si katika dunia. Tumekufa katika dhambi, lakini tuko hai mbele za Kristo. Tunaonekana kuwa wadhaifu katika dunia, lakini mbele za Kristo tuko hai, tuko na nguvu. Watu wa dunia wanajuhudi katika miungu yao, na sisi watu wana wa Kristo lazima tuwe na juhudi katika vitu vya Kristo. Wewe watazame watu wa dunia walivyo na juhudi katika mambo yao. Wanataka wawe matajiri, wawe na fedha, wajulikane, wazidi kuwa matajiri. Na hao watu wa dunia hawa huwa wanabidii sana. Unakuta mtu anaambiwa kwamba toa mtoto wako ili uzidi kuwa na utajiri. Sasa wewe tu unaambiwa kwamba njoo kanisani every Sunday, wewe hauji. Njoni katika mfungo Saturday, hauji.
tuna ibada saa fulani au ingii. Alafu nasema una bidii. Una bidii gani? Una bidii gani? Una bidii gani? Hiyo sio bidii. Hiyo sio bidii. Bwana aturumie sana. Bwana aturumie sana. Bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Kwa maana dhambi haitatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria, bali chini ya neema. Haleluya, haleluya. Nini basi tufanye? Dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria, bali chini ya neema? Hasha! Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnaye mtii. Bwana Yesu asifiwe sana. 23 inasema ya kwamba katika Warumi sura ya 6 na mstari wa 23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ninakwenda kumalizia. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Unalolitenda sasa ndilo ambalo litakalo kufuata. Ukiona ya kwamba wewe hauwezi kuyaishi maisha matakatifu, wewe ndiyo wewe ulipookoka na imeisha, sawa. Lakini ujue ya kwamba Mungu atakudai. Na nyinyi wachungaji, nyinyi ambao amwahubiri watu kweli, ole kwenu. Ole kwenu. Ninawapa ole kwenu wachungaji ambao mwahubiri watu dhambi. Mmezama kwa vitu vimoja na vitu vingine amwahubiri watu dhambi. Nataka nikwambia kwamba mchungaji yeyote unayenisikiliza, mchungaji yeyote unayesikia mafundisho haya na maneno haya ya Mungu, tazama wapi ambapo unapokosea. Katika kanisa kunaingia watu wengi. Kuna wengine wanapata neema ya kuokoka humo, na kuna wengine hawapati neema. Na kuna wengine ni wa hivyo tu. Lakini hatima yako ni ipi? Kipi Mungu alikuitia? Wengi wamejaribu njia zao. Wengi wanaogopa waumini. Wengi wanajua ya kwamba nikihubiri nitapoteza waumini. Aliyekupa ni nani hiyo kanisa? Aliyekuita ni nani? Jihesabu. Ukipoteza mtu mmoja, Mungu atakudai. Ikiwa ni makosa ni yako, Mungu atakudai. Damu moja tu ikipotea, Mungu atakudai. Utatolea hesabu. Ni bora mtu apotee, damu isiwe juu ya kichwa chako. Isiwe juu ya kichwa chako kabisa. Wafundisheni watu maisha wanayopaswa kuyaishi. Wafundisheni watu. Viongozi ambao mmewaweka katika kanisa, wasimamisheni watu. Wafundisheni watu. Wewe mchungaji, fundisha watu. Fundisha waumini wako maisha ya utakatifu. Sio mastori tu. Musa alitoka jangwani. Musa alitembeza wana wa Israeli. Sawa, kuwafundisha watu katika mambo ya Biblia, katika misemo imoja ni vyema, lakini sasa fundisha watu, wafafanulie sasa katika hivyo vitu ni kipi wanachostahili kukifanya. Bwana turumie sana. Sio unakalia katika mahubiri imekuwa ni vichekesho. Mastori. Hapana. Mungu hajakuitia hicho. Wafundisheni vijana jinsi ya kuishi. Vijana wengi wamepotea. Na wengine ni wakaidi. Wengine wanajua kweli, wengine ni wakaidi. Wafundisheni wanawake vijana maisha wanayopaswa kuyaishi. Hasa hao ambao hawajaoa, hao ambao hawajaolewa, vijana wanaume ambao hawajaoa. Wafundisheni maisha ya utakatifu wanavyostahili kuishi na kujitenga mbali na tamaa za ujanani. Nyinyi watumishi, wafundisheni.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Jitahidi kuingia katika mlango. Hii ni Luka mtakatifu sura ya 13 na mstari wake wa 24. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Jitahidi kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango, mkisema, Bwana, tufungulie, yeye atajibu na kuambia, siwajui, mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu. Naye atasema na kuambia, siwajui, mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndipo kutakapokuwa kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Wana wa ufalme watatupwa nje. Kwa kuwa kuna watu ambao walioitwa na Kristo, lakini wamejaribu maisha yao. Walikuwa wana kabisa, lakini wamejaribu. Lakini wanadumu katika kanisa, wanamtumikia Kristo, wakiona ya kwamba tuko sawa na Kristo, lakini hawajui ya kwamba matendo yao yamepotea. Kuko watu hivi sasa. Ninapofundisha hapa, ninapokuambia haya maneno ya Mungu, kuko watu hivi ambao wameshaga anguka zamani. Wao ni kufuatilia maisha ya watu wengine tu. Wao ni kuwauzi watu wengine tu. Wao ni kuharibu ndoa za watu wengine tu. Wao ni kuchonganisha watu wengine tu. Wao ni kuharibu kanisa. Wao ni kuwasema wachungaji. Wao ni kuwasema watumishi. Na wanaingia kanisani tu, wanaona wako sawa. Lakini katika hayo yote mambo hayo, Mungu atakuhesabu ya kuwa siku ambao unakufa, atakufukuza na kukwambia, utasema, Bwana, mimi nilikutolea sadaka. Bwana, nilifanya mikutano sana, nilishiriki mikutano sana, nilifanya ibada za kwenye simu sana, nilifanya ibada za kwenye Zoom sana, niliwahubiria watu wako dhambi, niliwahubiria watu wako. Sasa Bwana atakuuliza, sawa, ulivifanya kweli, lakini mbona siyaoni? Sikujui, toka. Sikujui. Uko mwana wa ufalme, lakini usitake utupwe nje. Uko mwana wa ufalme kweli, lakini usitake siku moja wewe mwenyewe mwenye ufalme ukatupwa. Alafu makahaba ambao uliokuwa unawahubiria waokoke, wamgeukie Kristo, waache ukahaba, ukawaona ya kwamba wao sasa ndio wamevishwa taji ya utukufu. Uliwahubiria makahaba, uliwahubiria wenye dhambi, wachawi, wakaokoka, lakini wewe mwenyewe ukabaki nyuma. Usiwe siku moja katika maisha yako ya Ukristo na kufundisha kuwa wewe, ndugu mtazamaji, ndugu mpendwa, Mkristo mwenzangu, ndugu unayesikiliza mahubiri, ndugu unayeona mafundisho, siku moja usitake kuwa ni njia tu ya watu kupitia. Usitake siku moja kuwa daraja la mtu yoyote yule. Unapohubiria watu, unapowafundisha watu, unapokuwa wewe ni kibao cha kuonyesha watu ya kwamba Kristo yuko huku, unapokuwa ya kwamba wewe ni sauti ya watu, unawaambia kwamba Kristo yuko huku, watu wanapita wanakufuata, na wewe vile vile na wewe uwe unafuatana nao. Usiwe tu wewe ni kibao tu unasimama hivi, Kristo yuko huku, watu wanapita wanaenda, na wewe mwenyewe uendi, uko pale pale. Hapana. Kataa maishani mwako. Kataa maishani mwako katika maisha yako ya Ukristo, na kuambia ya kwamba, na kufundisha kwamba jichunguze. Uwe unajichunguza jinsi ulivyo kila siku. Uko sawa na Kristo ama wapi? Umepungukiwa wapi? Kwa sababu Kristo apate kuzidi kukukuza. Lile tawi lile ambalo linalozidi kuzaa sana, ndilo ambalo Kristo atazidi kulikuza, na lile ambalo silozaa kabisa atalikata. Mtu ambaye hazai matunda mbele za Kristo atamkataa kabisa.
hauna faida. Uko katika kanisa lakini hauzai matunda. Lakini yule ambaye anazaa matunda, Kristo uzidi kumkuza. Mfano ya kwamba una mbegu ya tunda, na mbegu hiyo ya tunda unaipandikiza sehemu. Una mbegu za tunda 2. Unapandikiza hizo tunda, unaanza kumwagilia maji. Moja inakuwa. Mti mmoja unaleta matunda, mti mwingine hauleti matunda. Je, mti huyo utazidi kuweka hapo tu? Utaukata na kuondoa na kutafuta mbegu nyingine, ama utachukua mbegu ile ambayo ilileta matunda unapandikiza pale ili zidi kuleta matunda zaidi? Ndivyo ilivyo. Mti usiozaa matunda Kristo ataukata, na ule unaozaa matunda atazidi kuwezesha zaidi ili uzidi kuzaa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe mwana wa ufalme, usitupwe katika jehanamu. Usikubali kukataliwa. Kwa sababu Kristo anasema kwamba jitahidi kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiwezi. Kwa nini wengi watataka kuingia lakini wasiwezi? Kwa sababu moja, uko katika kanisa lakini hauishi maisha yanayompendeza Kristo. Uko katika kanisa, una jina la kuwa hai lakini maisha matakatifu yaishi. Uko katika kanisa, haujuagi kuomba. Wewe ni mambo yako tu, haujuagi kuombea watu wengine. Ni vyako tu, haujuagi kuombea. Haujui kama kuombea watu wengine ni dhambi. Ni dhambi. Samueli anasema ya kwamba alipokuwa anasema kwa Bwana, mimi nisimtende dhambi Bwana, nikose kuombea watu wake Israeli. Sasa wewe ni mtumishi, unakosa kuombea watu wengine. Kuna watu wengi wako kwenye dhambi, waombee wenye dhambi wapate kuokoka. Ndugu zako wenyewe wako kwenye dhambi, waombee ndugu zako waokoke. Familia yako iko kwenye dhambi, ombea familia yako iokoke, ipate neema ya kuokoka. Bwana turumie sana. Ndio maana nasema kwamba watu wengi watataka kuingia lakini wasiingie. Hiyo ni sababu ya moja. Watu wengi watataka kuingia lakini hawataingia kwa sababu maisha yao. Unakuta mtu anatumika miaka mingi kanisani, mtu yuko miaka mingi sana kanisani lakini bado ni mchawi tu. Bado ni mchawi. Mtu yuko kanisani miaka mingi lakini bado vipodozi haviachi. Wanaume wengine wako na tabia nyingine ya kuchukua zile manini zile, kama ni nini zile za kulainisha midomo. Sijui wanazihitaji zile za kulainisha midomo. Unakuta mtu ni eti midomo inakauka. Midomo chukua hata mafuta yako ya mawese basi paka, kuliko kuchukua ile. Wewe hujui inatengenezwa na nini. Haujui inatoka wapi. Haujui inatengenezwa na kitu gani. Dunia imeharibika. Dunia imeharibika ndugu zangu. Na unafananishwa sawa na mwanamke ambaye anayefanya mambo ya urembo. Ukiwa unachukua kale ka kitu unaanza kujipaka, na wewe unajipaka eti na lainisha midomo. Unafananishwa na mwanamke mwenye urembo. Achaneni mambo hayo wanaume, mnayefanya vitu vya hivyo. Unakuta wanaume wengine wanazazulisha ndevu. Mambo hayo si mazuri. Si mazuri. Wewe ni Mkristo, haupashi kufanana mambo ya dunia. Haupashi kufanana mambo ya dunia. Bwana turumie sana. Bwana turumie sana. Matendo yenu na yapendeze. Na ndio maana Bwana anasema ya kwamba wengi watataka kuingia lakini wasiweze. Wengi watataka kuingia lakini wasiweze. Ni kweli unampenda Mungu. Ni kweli unampenda Mungu. Watu wengi wanampenda Mungu, lakini kumpenda kwao Mungu ni kwa unafiki. Kwa nini ni kwa unafiki? Jiulize wewe, unapompenda mke wako, je, utamwacha angamie? Au utataka afanye vitu vibaya? Lazima utakuwa ukimonya. Mtoto wako hautataka auangamie. Mtoto wako akikulia kitu fulani utampa sawa vile ambavyo anavyolia. Au utaenda kumpa jiwe na anataka samaki. Sasa kumpenda Mungu kwa watu wengine ni kunafiki, kwa sababu unapompenda Mungu hauwezi ukapenda tena dunia. Lakini mtu anapopenda Mungu lazima matendo yake yanaonyesha kwamba huyu mtu anampenda Mungu. Utakuwa mtii, mnyenyekevu, utampenda Mungu kwa moyo wako wote na kuyaishi maisha yanayompendeza na kuzishika amri zake na sheria zake. Bwana turumia sana. Lakini kumpenda Mungu kwa wengi ni uongo.
wanapenda dunia alafu wanasema kwamba wanampenda Mungu. Na maandiko yanasema, yanaweka wazi ya kwamba ndugu zangu, mnapopenda dunia, kumpenda Mungu ndani yenu hakuwezi kuwemo huko. Unaposema kwamba unapenda dunia, unaposema kwamba unampenda Mungu na unapenda dunia, kumpenda Mungu ndani yako hakumo. Wewe ni mongo. Kwa sababu hauwezi kutumikia mabwana wawili. Hauwezi kutumikia dunia unatumikia Mungu. Hapana. Hapana. Hiyo ndio shida ya watu wengi, wataachwa. Ni mambo mengi tu. Mtu anatumika na anashika sana kazi. Anashika sana kazi kuliko kushika Mungu. Muda wote ni kazi kuliko kumshikilia Mungu. Unatumika kwa mazoea. Mambo hayo yote yatawafanya watu wengi wasiingie. Bwana aturumie sana. Bwana aturumie sana kanisa. Bwana aturumie sana. Wagalatia sura ya 5 na malizia na hii. Wagalatia sura ya 5 na mstari wake Wagalatia sura ya 5 na mstari wake Wagalatia sura ya 4 na mstari wake wa 5. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Wagalatia sura ya 5 na samahani na mstari wake wa kwanza. Katika ungwana huo Kristo alituandikia huru, kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Katika ungwana huo Kristo alituandikia huru, kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Ndiyo, Kristo alikuja kutufungua ili tutoke katika vifungo vya dhambi. Na tupaswi tena kuenenda katika vifungo vya dhambi kwa sababu tumeshaokoka tayari. Na nini natupasa? Ni kuishi sasa katika maisha yanayompendeza Kristo, maisha matakatifu, maisha yaliyo mazuri, maisha ambayo yaliyo sawa na Kristo Yesu. Si maisha mabaya kama yale ya zamani ambayo tuliokuwa nayo. Hapana. Bali tusinaswe tena. Maana tukinaswa tena katika dunia hii, tukinaswa tena sisi ambao tuisha mkubali Kristo na tuisha onja raha yake, tukinaswa tena, kusimama kwetu ni ngumu. Kusimama kwetu ni ngumu. Mimi mtumishi Salum Jackson nimekuambia ya kwamba nataka uyaishi maisha matakatifu. Damu yako haitadaiwa juu ya kichwa changu kwa sababu nimekwisha kukuhubiria na Mungu ameweka tiki. Kwa sababu wewe utakayesikiliza mafundisho haya, Mungu atakuuliza, nilisema neno fulani kupitia mtumishi wangu na ukalisikia, lakini hukulitendea haki au kulitendea kazi. Uwe makini sana kwa yoyote yale unayosikiliza. Hakikisha unayatenda, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba msiwe wasikilizaji tu, bali muwe wasikilizaji na watendaji. Heri mtu yule aliye mtendaji kuliko mtu anayesikiliza. Msiwe wepesi tu wa kusikia, bali muwe wepesi wa kutenda. Bwana asifiwe sana. Muwe wepesi wa kutenda na si wepesi tu wa kusikia. Kwa sababu mtu anaweza kawa rahisi sana kusikia. Mtu anaweza kawa rahisi sana kusikia, lakini kutenda ikawa ni vigumu. Na kama vile kitabu cha Waebrania sura yake ya 9 na mstari wake wa 27 inavyosema ya kwamba, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Sasa matendo yako ndiyo yatakao kufanya wewe unaingia mbinguni. Na kufa ni mara hii, mara moja. Kuna maisha mengine baada ya haya. Umeishije na Kristo wako? Umekuaje na Kristo wako?
Ulipokuwa duniani, je, maisha yako yaliambatana na Kristo au yaliambatana na dunia? Kuishi kwako katika dunia, miaka yote ambayo Mungu amekupa miaka, tuseme Mungu amekupa miaka 70, Mungu amekupa miaka 80, umeishi kabisa hadi umeona wajukuu, lakini maisha hayo yote haukuishi hata vyema, haukuishi hata kumpendeza Kristo. Lakini kumbuka ya kwamba tumeandikiwa kufa hii mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Matendo yako ndio yataanza kukuhukumu. Pale pale unapokata tu roho, basi unahukumiwa tayari. Sasa sitaki nione kwamba siku moja unakosa kuingia mbinguni, wewe Mkristo. Na wewe mpagani, hokoka, kwa kuwa siku tulizo nazo ni siku mbaya. Mungu anakuita bado ungali hai sasa, lakini jua ya kwamba ukisha kufa hakuna hukumu. Ukisha kufa hakuna neema. Ukisha kufa hakuna neema. Tumeandikiwa kufa ni mara moja. Sasa kama tumeandikiwa kufa ni mara moja, ni nini sasa ufanye? Tubu dhambi zako. Mungu ni mwaminifu. Hata kama wewe ni mwovu kiasi gani, lakini unapotubu Mungu atakusamea. Hacha maovu yako, mkimbilie Kristo. Tafakari miaka yote ambayo Kristo anakupa toka umezaliwa mpaka sasa umekuwa mtu mzima. Umeshamfanyia Kristo nini? Hata kitu. Bado unashikamana katika dunia. Hokoka. Neema ni hii sasa. Muda ni huu sasa wa wewe kuokoka mahali ambapo ulipo. Hachana na dhambi zako. Tafuta mchungaji, tafuta mtumishi. Tubu dhambi zako kwake. Ungama dhambi zako. Mpokee Kristo sasa ili upate kufanyika kuwa mwana wa mbinguni. Kitabu cha mbinguni na kiandike jina lako, na jina lako likavutwe katika kitabu cha hukumu. Ufanyike sasa kuwa mwana, utoke katika dhambi. Matendo yako ya kale yafutwe, uanze kuhesabiwa sasa matendo mapya. Na wale ambao mmeshakwisha kuokoka, muwe makini, jiangalieni jinsi ambavyo mnavyokwenda na Kristo, ili mpate kutimiliza wokovu wenu, mpate kutimiliza kazi zenu. Msibadilike na kugeukia mali za dunia, msibadilike na kugeukia vitu vya dunia, msibadilike na kugeukia fahari za dunia, msibadilike na kugeukia vitu vilivyo katika dunia. Wewe unapitia matatizo, wewe unapitia majaribu, wewe unapitia shida. Jaribu ziko kwa mwanadamu na zimewekwa kweli, lakini Mungu hataruhusu hizo jaribu zikujaribu kupita kiasi, lakini katika hizo jaribu hataweka mlango ili hizo jaribu zipate kutoka. Na majaribu ni mtaji. Jaribu zitakukua, lakini hizo jaribu hizo ziko na kikomo, zitaisha. Kwa hiyo nimetaka kuambia nyinyi makundi matatu ya kwamba Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu. Nyinyi ambao mmekwisha kuokoka, chuchumilieni wokovu wenu, shikamaneni na Kristo wenu, ishini maisha sana ya utakatifu, jijueni sana jinsi ambavyo mnavyokwenda na Kristo. Na nyinyi mlie katika dhambi, badilikeni kwa kuwa hukumu yaja, na kufa ya mtu ni mara moja, na ukisha kufa ni hukumu. Badilika, hata maisha mabaya, hata maisha maovu, badilika, mtafute Kristo, kwa kuwa bado unaishi na bado unapata neema, na neema ndiyo hii inakujia. Tafuta mtumishi, ungama mazambi yako kwake, na upate kufanyika kuwa mwana, na Mungu akuhesabie kuwa mwenye haki. Na nyinyi ambaye mjawa sawa na Kristo, ninawaombea Mungu awasaidie mpate kuwa sawa na Kristo. Lakini maombi ndiyo tiba, na maombi ndiyo kila kitu. Mkristo usiyekuwa na maombi umekufa. Maombi ndiyo itakao kusogeza karibu sana na Mungu, na Mungu atakukaribia kufuatana jinsi ambavyo unavyojisogeza kwake. Lakini unapojitenga na Kristo na kuwa naambatana vitu vya dunia, vivyo hivyo Kristo naye atakutema na kukukata, kwa sababu wewe ni mti usiozaa matunda kabisa. Na Kristo awasaidie na waguse, na neno hili liwafikilie mahali pote ambapo ulipo. Ni katika jina la Yesu Kristo. Muwe na amani ya Kristo na neema na baraka nyingi zitokazo kwa Kristo Yesu. Amen.